Yes, karibu MPJ mifumo. Nafanya demonstration fupi kabisa ya mfumo rahisi, mwepesi na bora kabisa kwa ajili ya O-level, mfumo ambao ni combinatory wenye vidato vyote vinne ndani yake na package nyingine nyingi kama lesson plan, sitting plan na vingine vingi sana. Lakini update hii ya leo ni kwa ajili ya shule ambazo ni za private, hasa kwa shule ambazo zina secular subjects na non-secular subjects. So tuingie tuone unakwendaje. Utaingiza taarifa zako, yani credentials zako. Na kama taarifa haziko sawa itakataa. So unahitaji kuingiza taarifa ambazo ni za uhakika. Okay. Let's do this. Yeah, so mfumo utafunguka na boom, namna hiyo. IBN Hamble Islamic. Welcome back. Yeah, so kikubwa katika system hii, kitu cha kwanza ambacho hakipaswi kukushangaza ni kwamba system hii itakuwa inafanya conversation na wewe, yani itakuwa inaongea na wewe. Though till now hatujaweka command kutoka kwako kwa sauti, lakini as you command by button, system inakuwa kujibu. Therefore, tuanze kwa urahisi kabisa, tuangalie survey ya mfumo mzima. Eneo hili ni eneo la kuja kubadilisha mwaka, kubadilisha mwezi, unapoenda kutoa mikeka yako ionekane katika muonekano safi. Lakini kikubwa kabisa, ukitaka kuona analysis iliyoko hapa kwenye hii dashboard yako, basi eneo hili utachagua kidato kati ya vidato vinne. Kwa mfano kama uchague kidato cha kwanza, utaona taarifa hizi ni kama zinaondoka, sijasajili chochote. Kwa hiyo nimedeal na mtoto mmoja tu kama demo kutoka form 2. Unaweza kuona pia hii deflection inafanyika. Sasa sehemu hii utachagua ni aina gani ya mitihani kati ya mitihani 12 kwa kila kidato ambayo unataka uingize marks zake, au unataka ufanyaje, ufanye kuona analysis yake. Kwa hiyo ukibadilisha hapa aina ya mitihani pia, kwa mfano kama test 2, unaweza kuona hapa ni hakuna data, lakini nikirudi test 1 ambao nimefanyia kama demo, utaona data zake zinarudi. Na sehemu hii unaweza kuona best 10 all the way na last 10 all the way, kwa kubadilisha tu sehemu hii na kugusa hizo button hapa. So it is very simple. Eneo hili utaonyeshwa division 1, 2 mpaka division 0 ziko ngapi. Utaona katika glasi zetu za test tube zimejaa vizuri kabisa. Na eneo hili una uwezo wa kuaccess somo lolote lile na ukaona performance yake, kuna A ngapi, B ngapi, F ngapi. Lakini kikubwa tena hapa nataka nikuoneshe, kwa sababu mfumo wetu una uwezo wa kuexport SMSs, na hizo SMSs ambazo ziko exported katika template fulani zitakuwa sasa zinachukuliwa na mfumo mwingine au program nyingine kwa ajili ya kutuma message kwenda kwa wazazi. Kwa hiyo ukishafika kwenye PC yako, cha kwanza ni kuja eneo hili hapa na kuchagua location wapi SMSs zako ziende. Kwa mfano mimi nataka ziwe zinakaa labda, sababu ni file moja, zikae kwenye desktop yangu hapa. Kwa unaweza ukaona tayari location yangu hapa inabadilika. Lakini kama unafanya data entry ili uende kwa speed, ninashauri uguse maneno haya mekundu deactivate system, manake utaingiza score zako na bado mfumo utakuwa hauwezi kucalculate muda huo. Ukishamaliza unakuja sasa, sababu tukigusa sehemu hii deactivate, maneno yatahamia huku chini, yatakuwa yameandika activate sehemu hii hapa. So let us do this. Alright. Nadhani I have a password here, of which kwako haitakuomba. System is in offline mode. Therefore,
Recalculation will not be done until you activate to automatic mode. I will not recalculate any value change. Please remember to activate me. Yeah, system kama inavyoongea hivyo, kwa unaweza tukaona, lakini pia ukiactivate system yako utaambiwa pia design kama hiyo. System is in automatic mode. Therefore, let me take over. I will recalculate any value change. Please be patient. So it is like that. Na sehemu hii ni analysis ya mtihani ambao umeuselect hapa. Sehemu hii hapa yote hii. Na eneo hili pia inakuonyesha taarifa za shule, lakini pia lesson plan gani iko currently umeiandaa. Itakuonyesha pia teacher on duty, mwalimu aliyoko zamu wiki hiyo ni nani. Itakuonyesha pia mtihani gani unaofanyia analysis katika system hiyo. Itakuonyesha pia kama kuna event fulani kwenye calendar, kwa sababu mfumo huu pia unakuruhusu uweze kutengeneza school calendar. Lakini pia itakuonyesha sitting plan yako ambayo umeitengeneza, mode yake ikoje. Hizo zote tutaona kwenye navigation. Lakini nataka nieleze kidogo hapa sehemu hii hapa, au nianze na hapa. Sehemu hii ni sehemu ya kuja kusajili user wengine. Kwa utakuja uadi hapa, utaandika taarifa zao zote vizuri, kisha utaadi hapa na itakubali kabisa. Ukitaka kummodify na kumfuta mtu, labda taarifa zake haziko sawa, una modify, unaandika hapa ID yake, basi huyo mtu anapatikana na taarifa zake hapa, una uwezo kuzimodify. Lakini sehemu hii ni ya kusave taarifa zako, na sehemu hii ni ya kuquit na kurudisha kwenye login window. Lakini eneo hili hapa ni la kwenda kufanya data entry. Labda nianze na hili kabla sijaenda kwingine. Please begin by selecting the desired examination from the top left corner. Subsequently, press go to commence entering marks. You have the option of utilizing the data form by clicking on Call Data Form, or you can enter marks directly in a manner similar to Excel. Thanks to MPJ Technology. So maelekezo yote hayo unayapewa kwa sauti. Hapa ni eneo kama ulivyosikia, ni eneo la kuchagua aina gani ya mtihani kulingana na nini na unavyotaka. Kwa mfano mimi nataka tu niende kwenye form 2 test 1. Kwa uta click hapa sehemu imeandikwa go. Na hii suspending form hii usiquit hapa, kwa sababu haitakubali hata hiyo. Naona uweze kuiquit hapo, utaiquit kwa kutumia unload button. Lakini nashauri unapoenda kufanya data entry usije ukao ume-unload, kwa sababu utapotea, hautapata njia ya kurudi. So let us go. Unakwenda hapa, inakupeleka moja kwa moja kwenye ule mtihani uliouchagua pale. Moja kwa moja ukifika hapa utakuta majina yako ambayo umeyasajili kwa kidato husika yameshatokea hapa automatic kabisa. Utaanza kuingiza marks kwa njia ya kawaida kabisa. Lakini kuna hile eneo lenye rangi tofauti na wengine hili. Haya sasa ni masomo ya dini ambayo hayaingii kwenye calculation za kutafuta division na point kama ilivyo kawaida. Kwa haya yatakupo ni masomo ya dini ambayo kimsingi tunaita kama non-secular. Kwa kuna secular, kuna non-secular. Kwa non-secular subject zako kwa kila mtoto utamuingizia hapa kulingana na mtihani aliopewa, ataingiziwa hapa. Lakini pia unaweza ukawa unatamani kumsearch mwanafunzi fulani, unaweza ukacall data form hapa na itatokea. Na ukija hapo unaweza ukamsearch mwanafunzi moja, let's say, na ukiclick search hapa, basi no student found according to your search. Okay. I will take you back to student number 1 to start searching again. Alright, so nimeweka 01 wakati hapa ni 1. Kwa tunapelekwa kama searching yako hajapatikana, always inakupeleka kwenye kwa mwanafunzi namba 1. Kwa ambapo sasa kimsingi ni rahisi kuupdate taarifa zake zote. Na unaweza ukaenda mwanafunzi anayefuata. Yes, unaweza kuona hakuna mwanafunzi tena mwingine hapo ambaye tumemsajili kwa namba. Kwa unaweza kuona hapo tayari inakurudisha kwa mwanafunzi yule, kwa sababu hii ni demo. Kwa unaweza ukafanya updating ya marks za huyo mtoto muda wowote, somo lolote, masomo yote yatakuwepo pale. So that is, unaweza tukaiquit hiyo
na tukarudi hapa. Sasa tumeshamaliza eneo hilo la kuingiza marks na nini, tunaweza sasa tukafanyaje, tuka unload hii button yetu na kisha tukarudi kwa dashboard. Kwa hiyo ni njia ya kwanza kufanya data entry. Nitakuonyesha njia ya pili. Kitu kikubwa hapa ni kwenda kwa navigation window hapa. Welcome to Jump window. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Okay. Sehemu ya information editing hapa ni kwenda kubadilisha taarifa za shule, na atakuwa na uwezo kuingia admin peke yake. Mtu aliyosajiliwa kama user itamkatalia. So unataka kubadilisha grading system, unataka kubadilisha majina ya walimu wa mikondo, utaingia hapa, utabadilisha eneo hili hapa. Ni simple tu. Be very careful here, any mistake may lead into wrong calculations. Just change class teacher's name. Okay, kwa utakuja hapa utabadilisha majina haya ya walimu kwa mikondo yao iliyokuwepo, na kisha mambo yako yatakuwa yamekaa vizuri kabisa. So baada ya hapo kuna sehemu ya data entry. Do not go so speed. At least enter 2 entry per second. Kwa hiyo hapa inatuambia tusiende speed sana eneo hili hapa. So utaona mitihani yako yote inapatikana hapa. Kwa nikiamua mimi kuchagua mtihani wote, labda let's say form 2 test 1 ambao nilishaingiza, to load hapa. Form itatokea hapa. Yes, kama hivi, na tunaona mwanafunzi yule wa kwanza matokeo yake ambayo tulikuwa tunayaona kule yamesha tokea hapa vizuri kabisa. Ukitaka kuna navigate kwenda mwanafunzi wa pili ni rahisi sana. Kwa hiyo unaweza ukatumia down arrow button design kama hii, au ukatumia enter, pia itakupeleka kwa mwanafunzi anayefuata. So hiyo ni njia rahisi. Pia unaweza ukasearch kwa kutumia sehemu hii hapa criteria, ukasearch kwa namba au kwa jina la mwanafunzi. Kwa mfano nikisearch kwa namba, mwanafunzi namba 1, alafu nikagonga enter, nitaona mwanafunzi namba 1 automatic na msearch na inamleta hapa. So ni rahisi pia kutumia eneo hilo. Yeah. So baada ya hapo, let's go again to navigation window. Welcome to Jump window. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Yeah, kuna maeneo mengi sana ambayo tunatakiwa tuende tuone, lakini hebu twende tukaangalie sehemu ya ripoti za wanafunzi. Huko ndipo muhimu sana. It may take few seconds. Do not interact the process. Mfumo unakwambia itachukua sekunde chache, so do not interact it. Na tuone tu kwa form 2 test term 1 ambao kimsingi tumeingiza matokeo ya mtoto mmoja kwa form 2 test 1. Kwa hiyo tunaweza tukaona pia preview yake hapa. Ni robot, atafanya kazi automatic. Wewe una relax tu, mfumo unafahamu unachokifanya. So wewe hugusi hapo, na mwisho wa siku itakuwa imekuleta moja kwa moja kwenye peji ya kwako ya ripoti. Hii ripoti bwana inaonekana moja tu, lakini ripoti hii inajitoa automatic kwa watoto wote. Nitakuonesha mfano hapa. Na status yetu unaweza tukaona hapa watoto ambao tumesajili ni 2, na hii ni ripoti ya mtoto wa kwanza. Unaweza kuona pia hapa kweli wako 2. Yeah. So tunabadilisha taarifa zetu huku, zile za msingi ambazo tunataka zitokee kwenye ripoti hapa, lakini pia tunakuja kubadili hili eneo. Kama kuna maagizo ya muhimu tutayaandika maeneo haya hapa. Kwa tutakuja tuyaandike hapa maagizo ya muhimu. Maeneo mengine hayo unaona sio editable, ni maeneo ambayo kimsingi mfumo wenyewe unafanya kazi ama unachakata very automatic. Lakini utachagua hapa kwenye folder yako, unataka hizo ripoti zote zikae kwenye folder gani. Kwa ukiklik pale, mimi sababu na watoto 2 so wengi, naweka kwenye desktop hapo, ama natengeneza folder jingine, it is okay. Kwa nikija hapa na click download all student report here, na hapo utaambaje uko okay kuendelea, utagonga na utaconfirm, kisha mfumo wako kama tunavyoona unakupa status na utakwambia ripoti zote ziko downloaded automatic kabisa. Ili tuweze kuziona ripoti zetu, okay, ni hii hapa ya kwanza na ya pili, tunaweza tukafungua hapa tukaona zimejaa vizuri kabisa. Ripoti zetu ni hizi hapa, unaweza ukaona masomo hapa ambayo ni secular, haya hapa na ni secular, hayo hapo chini ambayo ni color. Rangi imekata hapa kwa sababu
nimeweka tu hapa. Ukiwa umesajili mitihani kama midterm na terminal au annual, utaona hii sehemu pia inabaki na rangi ya blue kama hivyo, na analysis hiyo hapo, tathmini ya ufaulu masomo ya mazingira, tathmini ya ufaulu masomo ya dini ambayo ndo ni secular. Lakini hapa kuna maeneo ambapo ni automatic kabisa, kama tumejaza mwalimu wa darasa atatokea automatic hapo. And then maeneo mengine yale kama tulivyoona jina la mkuu wa shule, maoni ya mkuu wa shule yanakuja automatic. Hapa uagizaji wa vitabu shule inafunguliwa lini na nini tumesema pale, tutaweka na tutabadilisha, itakwenda automatic kabisa. So ripoti ya mtu wa pili tunaamini hatuna matokeo yoyote pale. Unaweza ukaona pia imekaa haina chochote. Na haya maeneo ukiwa kwenye mfumo utakuwa una uwezo wa kuandika initials za walimu wako hapa vizuri kabisa. Unaweza kuona ripoti imejipanga sawa sawa na logo zetu zipo vizuri kabisa hapo. So hizo ni ripoti chache ambazo tumeweza kufanyia kama demonstration sehemu ya ripoti hapa. So baada ya hapo sasa tunaweza tukarudi kwa dashboard, lakini before turudi kwa dashboard utaweka weight ya mitihani yako, kwa sababu mfumo huu unapokea mitihani mitatu unajumlisha, lakini hiyo mitihani mitatu utaweka weight wewe mwenyewe. Kwa kama test 1 nataka iwe na weight ya 20, alafu nataka labda test 2 iwe na weight ya 30, alafu exam iwe na weight ya 50, basi ni vizuri ukaandika maeneo haya ili balance tu ifike 100 na utaona maeneo yote yanakuwa calculated automatic kabisa. Baada ya hapo sasa turudi kule chap. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Yeah. So baada ya hapo pia tunaweza tukasend SMSs zetu sehemu hii ya desktop, na kwa maana hiyo kwamba tuna bofya button yetu imeandikwa send SMSs to parent. It may take few seconds, do not interrupt the process. Kama unavyoona robot mwenyewe anafanya kazi, anachota message. Yeah, anatuambia message ziko exported, na tukija kwenye desktop kwenye location yetu hizi hapa. So zinaonekana kabisa hapa, tunaweza tukafungua ukaona ile file la message ni Excel ya kawaida, na hapa inakupa matokeo ya mtoto huyo wa kwanza, mtoto wa pili huyo akwambia hakufanya mitihani, na kweli mtoto hakuwa hatukuingiza matokeo yoyote, na ndo hawa wawili ambao tumewasajili. Kwa tutakupa program maalum ambayo itakuwa ina uwezo sasa wa kuweza kulink ile file na kutuma SMSs directly kwenda kwa wazazi. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Yeah, so tuende tuone sehemu ya matokeo. Welcome back. To print results, please hit the button written print to see and print top 10 and last 10 in general as well as for subject wise. Please use the button given above. Thanks to MPJ, the system has made simple. Yeah. So kuprint tunatumia button ya kuprint hapa, lakini pia mkeka huu ukiprint hapa unajitanua wenyewe kulingana na idadi ya wanafunzi ambao umewasajili kwenye darasa husika. So usione umeishia tu kwenye 2, ukiwa na wanafunzi 300, 400 unakubali mpaka 1000. So utajitanua wenyewe very automatic. Ukitaka uende kuona best 10 hapa, button hapa best 10 kwa kila somo ni hapa, na utaona kuna box ambalo unachagua somo best 10 unajibadilisha very automatic. Labda tunaweza tukenda tukaona hapa. Welcome. Over here you can select any subject to see best 10 and last 10. Please select a subject on top left corner of the first table. Haya, kwa tukisema tu select somo jingine hapa, unaweza kuona changes zinafanyika. Ukisema tu select somo jingine, changes pia zinafanyika. Na ukitaka kuprint, the same applies kama kule kwenye sehemu ya mkeka wetu wa matokeo. Itakuomba location, nitachagua nataka PDF yangu ikae kwenye desktop, alafu nitaipa jina labda MKP pale, then inakwenda moja kwa moja kwenye desktop yangu, na nikienda kuiangalia naiona hii hapa. So moja kwa moja nikifungua naona hii ndio PDF yangu ambayo itakuwa imebeba best 10 na last 10 automatic kabisa. So ni bora sana rafiki yangu, hichi kitu ni bora sana, na unapata best 10 na last 10 kwa kila somo ambalo utalichagua hapa, masomo yote ambayo uko nayo.
So baada ya hapo turudi tena pale. Welcome to jump window. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Na ukitaka uone summary sasa ni hapa. Hapa utakutana na summary zote zimekaa vizuri kabisa, analysis ya ufaulu wako ukoje kwa kila somo. Yani kila kitu ambacho kinahitajika utakiona hapa. Turudi tena. Welcome to jump window. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Na tunaweza tukaona CA ya mwanafunzi. Welcome to student CA page. Choose the name of desired student at the top left corner and choose examination at the top right corner. Now you can see CA progress of any examinations. Thank you. Kwa tunachagua mwanafunzi hapa, lakini kwa kuanza kuchagua hapa mtihani labda ni test form 2 test 1, naweza tukaona wanafunzi wetu yuko huyu hapa, ambaye kimsingi ndio nimemuingiza matokeo huyo hapa. Kabisa ni rahisi. Ukija sehemu hii sasa ukitaka uone wanafunzi wote kwa somo fulani, unakuja unachagua hapa somo lako, labda geography, utaona matokeo ya wanafunzi wote hapa. Kimsingi unatakiwa kwanza uwe umesha wasajili hao wanafunzi, ndio utaweza kuona katika usahihi wake eneo kama hilo. So tunashauri weka kabisa matokeo yako, ndio unaweza ukaenda sasa ukacheza hayo maeneo vizuri kabisa. So acha turudi sasa. Hapo unaweza ukanavigate kwa mwanafunzi mitihani yote aliyofanya kwa mwaka mzima. Mwanafunzi mmoja hapa anaonekana amefanyaje mtihani wa kwanza, mtihani wa pili, mtihani mpaka mtihani wa mwisho. Ni mwanafunzi mmoja sehemu yake, lakini somo moja kwa wanafunzi wote, na unaweza ukaprint hilo somo moja ukabandika hapa. Utakuja hapa utaprint, ona page yako itakuwa imejaa vizuri kabisa. Nikisema ni print labda nione itakavyokaa, basi print out yangu itakuja ikiwa intact kabisa, na utaona page hii ya somo moja kutoka hapa itakuwa imejaa vizuri kabisa. Sasa bila shaka nimeprint kwa kutumia printer kubwa kama unavyoona hapa. Mimi nataka ni print kwa kutumia PDF, yani Tanipur PDF. Unaona inavyoonekana. So utaweza kubandika hata kama umeongeza somo moja, na utabandika mkeka wako wa somo moja vizuri kabisa, na wanafunzi wataona matokeo yao kwa somo husika. Hizo limefanyika weekend, Jumamosi, Jumangapi. Unaweza ukabandika matokeo ya somo moja vizuri kwa kubadilisha hapa masomo haya. So baada ya hapo sasa, welcome to jump window. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Tunaweza tukaenda tukaona timetable. Hapa ni timetable ya mitihani. So utachagua una session, labda unataka kufanyisha session 3 au 2. Kama nataka session 2, basi morning session hii hapa, afternoon session hii hapa, au session 2 hiyo hapo. Na ukibadilisha eneo hili hapa, ukisema uweke yes let's do this, eneo hili hapa yapo. Ukisema uandike muda hapa, tuandike tu kama ni muda hapo, utaweza kuona inakwambia hii itakuwa ni second session na hii itakuwa ni third session. Kama hapo utaandika muda, na hapa utachagua nini, utaamua uchague somo gani linafanyika. Kama utakuwa na session 3 kwa siku, unaweza ukafanya hivyo, na mfumo wako utakupangia vizuri kabisa kwa mfumo wa NECTA wenye ubora ule. Let's go home na let's go here. Baada ya hapo tunaweza tukaona teachers duty roster, ambao kimsingi zamu ya mwalimu inasoma automatic kila wiki, inajibadilisha yenyewe. Unaweza ukaenda ukaona kwa mwaka mzima. Hii ni frequency zake. Unaweza tukaenda tukaona kwa mwaka mzima hapa. Zimejipanga vizuri kabisa, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 zamu ziko pale. Na baada ya hapo unaweza tukaona all subject lesson plan. Lesson plan ni kwa ajili ya form 2 kwenda mpaka form 4. Hala ule wa zamani ndio ziko hapa. Cha kufanya, utabadilisha kidato, utabadilisha na somo, utakuja ubadilishe topic, utashuka uje ubadilishe utakuja ubadilishe subtopic hapa, zinatokea tu kwenye drop down menu. Utakuja uchague specific objective, utaona zinajiandika automatic kadiri unavyobadilisha. So utaona zinajiandika automatic kabisa.
Kwa hapo utakuwa unaandaa lesson plan zako. Ukishafanya hivyo na print, ndio unabadilisha tena na unajaza tu taarifa za wanafunzi wako hapa, registered, present, wangapi. Basi na kazi yako inakuwa imekaa vizuri kabisa. Pitia kila eneo la tarehe, stream, kipindi cha ngapi, dakika ngapi. Pitia kila kipengele, weka na utaona lesson plan zako zote una uwezo wa kuprint vizuri kabisa. Baada ya hapo admin anaweza akapromote wanafunzi. Button hii user wa kawaida akitumia itakataa. Na bila shaka admin peke yake ndio anaweza akapromote wanafunzi. Maana yake unahamisha wanafunzi kutoka kidato kimoja kwenda kidato kingine na unafuta matokeo yao yote. Kwa hiyo itakuwa umecopy mfumo huu, umeusave kama faili pembeni kwa ajili ya kutunza taarifa za mwaka uliokamilika. Unapoanza mwaka mwingine, ile copy sasa unapromote wanafunzi. Form 1 wanaenda form 2, form 4 wanafuta ili form 3 waingie, na form 1 panaachwa wazi ili wasajili kwa mwaka unaofuata huo. Kwa baada ya hapo unaweza pia ukaenda kuona table of specification, ISAL, CAL. Hii ni button inatokea hapa. Unaweza ukaenda kwa table of specification ukaandaa mtihani wako kwa kutumia viwango vya table of specification hapa. Kulingana na maelekezo yaliyopo hapa inajieleza vizuri. Unaweza ukaenda kwa ISAL zako na unaweza ukaenda kwa CAL zako. Maeneo haya pia ukaweza kufanyaje, ukatoa na ukaprint vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa tunaweza tukaenda tena hapa tumalizie. Use the buttons given so that you can navigate to any part of the system. Thank you. Yeah, so tuna academic calendar eneo hili hapa. Tunaweza tukaenda kwenye events. Start with reading dates in a format of day, month, and year. Then write the event corresponding to the date registered. Kwa hapa patakuwa na matukio ya mwaka mzima kama school calendar yako au academic calendar. Kila tarehe ambayo utaiandika kimsingi hapa, basi itaweza kuonekana kwenye mfumo wako kwenye dashboard kama siku hiyo kuna tukio gani. Lakini pia unaweza ukaendelea kunavigate sehemu hiyo ya kalenda, ukanavigate mwezi unaofuata. Kwa mfano labda nichukue Novemba, unaweza kuona tarehe yangu ikibadilika pale na matukio yanabadilika maeneo haya. Hata kwenye kalenda yangu inaonyesha kabisa kwamba hapa kuna tukio fulani. So hiyo ni school calendar, na eneo hili la topic coverage ukiingia tu linajieleza ni kwenda kufanya evaluation ya topics zote ambazo zimefundishwa na walimu. So mfumo huu bado una extension nyingi, sijagusa eneo hili hapa ambalo ni eneo la kwenda kutengeneza setting plan yako, na ni very supersonic. Hapa utachagua tunataka labda row hii kae watoto 8, basi mfumo utajitengeneza row zitakuwa ngapi? Itakuwa 8. I mean watoto watakaa 8. Utajitengeneza wenyewe. Hapa nataka labda wawe 6, mfumo utajitengeneza wenyewe na una recalculate, unaweza kuona. Kwa unabadilisha kulingana na unavyotaka setting plan yako hiyo. Unaweza kuona imeipanga design kama hiyo hapo. So inakuandalia setting plan ambayo ina vigezo vyote vya kutumika pia na Nectar. Okay, kadri unavyotumia utazidi kuzoea na kuingia ndani zaidi ya mfumo. Nimeelezea in short ili uweze kueleweka. Sehemu hii ni ya save files, na ukisave utakwambia system save. Basi kila kitu kitakaa vizuri kabisa. Welcome to MPJ 0655402558. Unapatikana muda wote kutupigia, kutext kwa WhatsApp au kwa message za kawaida. Tunaweza kutoa huduma masaa yote. Thank you very much.